Meza Huru. Ligani mpenzi mtazamaji wa ITV Super Brand Afrika Mashariki, popote pale ulipo, matumaini yangu makubwa kabisa mambo ni mazuri hapo ulipo na unaendelea kufuatilia matangazo haya kutokea Mikocheni jijini Dar es Salaam na kufika popote pale ulipo, na kushukuru sana kuichagua ITV, lakini niseme asante kuichagua Meza Huru. Mimi ni Othman Suleiman. Karibu sana mtazamaji, na hili ni eneo ambalo unapata nafasi ya kufanya mjadala, kwa sababu meza yetu ni huru, na maana yake hata wewe mtazamaji unayo nafasi ya kushirikiana nasi katika kutoa maoni yako kulingana na kile ambacho tunakijadili katika vipindi vyetu au katika meza yetu hii, kwa maana ya Meza Huru. Na leo bwana, tutazungumza kuhusiana na madhara ya matumizi ya mihadarati, lakini tutajikita zaidi katika eneo la matumizi ya bangi. Leo bwana, katika mazungumzo yetu ya madhara haya ya mihadarati, ninaye Mwalimu Majaliwa Kapera. Yeye ni mkurugenzi wa taasisi ya Vijana Nguvu Kazi Taifa. Yes, taasisi inaitwa Vijana Nguvu Kazi Taifa, na atakuja kutueleza zaidi kuhusiana na hiyo taasisi. Mwalimu Majaliwa Kapera, karibu sana ITV. Asante sana. Habari za leo? Nzuri kabisa. Mambo yanakwenda vizuri? Mambo yanaenda vizuri kabisa. Karibu sana. Vijana Nguvu Kazi Taifa, na wewe ndo mkurugenzi. Tuifahamu kwanza hii taasisi ni nini, inafanya nini kwa hao vijana, kwa sababu tayari inajinasibu yenyewe ni vijana. Bila shaka inafanya kazi na vijana. Inawafanya nini vijana? Nashukuru ndugu mtangazaji. Naam. Kwanza kwa kunikaribisha. Asante sana. Labda nianze na kueleza Vijana Nguvu Kazi Taifa. Ni NGO au shirika lisilo la kiserikali ambalo lenyewe linafanya kazi ya kuwekeza dhana ya uzalendo, uwajibikaji, uadilifu pamoja na udumishaji amani kwa vijana. Lakini hizo dhana nne haziwezi kutekelezeka vizuri kama vijana kiafya au afya ya mwili pamoja na afya ya ubongo hawatakuwa timamu. Kwa hiyo tumelazimika kutubebe agenda ya elimu, kutoa elimu inejikita katika madhara ya matumizi ya madawa ya kulevya. Na kama ulivyosema awali, madawa ya kulevya yako mengi sana. Lakini tumeangalia yale ambayo yanaenea kwa kasi au yanatumika kwa watu wengi sana. Hasa bangi. Mtangazaji utakubaliana na mimi, ukienda mtaani bangi imekuwa kama fashion. Kwa hiyo tumeamua hiyo agenda ya kwanza ya kuitolea elimu kwamba ina madhara kwa vijana. Kwa hiyo pamoja na hizo dhana nne nilizozieleza, pia tunashughulika na kutoa elimu ya kukataza matumizi ya madawa ya kulevya kwa kina, hasa katika kueleza kemikali zipi ziko ndani ya hayo madawa hayo, hususan bangi, na kila kemikali ina madhara mwilini na ni sehemu gani ya mwili.